tumeshuhudia mchezo wa klabu bingwa na shirikisho. Bahati nzuri timu zetu zote zimeingia kwenye hatua ya kwanza, lakini pia timu yetu nyingine visiwani na KMKM wamekula ila Mwinyi nao wameingia kwenye hatua ya kwanza. Kwa kwanza ilikuwa ni michezo namna gani? Tumeona Young Africans michezo yote miwili, lakini pia tumeona Simba dhidi ya Gaborone, bado kidogo mambo yabadilike. Ilikuwa ni michezo namna gani? Kwa maana ya kufuzu ni michezo mizuri. Ni michezo ambayo tukianza na Tanzania bara ni kwa 100% kwenye kombe la shirikisho na Champions League timu zetu zimesonga mbele. Na hii ni sehemu ya kuonyesha kwamba ligi yetu kweli ni ligi bora. Top 5 ya ligi bora za Afrika. Lakini ni jambo zuri kwa sababu ya ulinzi wa pointi zetu. Unajua sasa hivi Tanzania imekuwa tunapeleka timu 4 kwenye michuano ya CAF. Imekuwa tayari imezoeleka. Na kwa mashabiki wa mpira wageni wanaweza kaona hili kama jambo la kawaida tu, kama ni kitu kilichokuwepo siku zote, lakini haikuwa hivyo. Kuna kazi ilifanyika pa kufikia hapa. Kwa hiyo kuna kazi ya kuzilinda hizo point. Kwa maana kujitahidi kila mara kuongeza point zaidi na zaidi ili kuweza kupata nafasi ya kucheza tena na tena. Kwa hiyo niseme kwa maana ya kufuzu tulikuwa tuna nafasi nzuri sana ya kusema tumefanya vizuri. Lakini kwa maana ya performance mjadala ndio umekuwa mkubwa hapo, ambao kiukweli una mambo mengi yana ukweli na tunapaswa kuyafanyia kazi. Mfano ukiangalia Singida na Azam nafikiri wamekuwa na performance nzuri. Performance ambayo inaonyesha ni timu ambazo zimejiandaa na wanakupa moyo au wanakupa hisia kwamba hizo timu zinapaswa kwenda mbele zaidi. Kwa upande wa mabingwa wa Tanzania Yanga, gumzo limekuwa performance. Lakini kwa maana ya kufuzu unaweza kusema 100% Yanga kufuzu kwao kumekuwa ni bora. Kwa sababu aggregate ni 5-0. Ushindi nyumbani na ugenini. Sasa unaanza kujiuliza hii timu kwa nini unailalamikia? Sasa labda wewe hapo awali utaniambia kwa nini watu wanalalamika na mimi nitaweza kukujibu. Lakini kwa Simba wamefuzu. Nilikuwa nawaambia leo studio kama kufuzu kwa Simba inabidi ukiandika ile neno tabu, lazima uliwekee tabu afu ile ta afu ufanye AAA. Yaani kwa tabu ndio wamefuzu. Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu ukiangalia baada ya performance ya Francis Town, mashabiki wengi wa Simba walikuwa na matumaini makubwa sana kwamba timu itakuja kucheza vizuri kwenye mechi hapa Dar es Salaam. Lakini kwenye mechi ya Dar es Salaam ndio imekuwa worse. Mimi nilipita jana Coco Beach, nilikuwa na wahadisia. Kulikuwa kuna vikao nafikiri zaidi ya 1000. Maana pale wamekaa kikao, pale wamekaa kikao, pale wamekaa kikao, watu walikuwa wanajadili. Kwa kifupi performance ilikuwa mbaya. Ilikuwa si performance ambayo inalingana na top 5 timu ambayo iko kwenye top 5 ya Afrika. So inalingana timu ambayo iko kwenye top 10 ya Afrika. Ilikuwa haifanani na ukubwa wa Simba kwa mechi zote mbili. Sasa ni jambo la wao Simba wenyewe kulifanyia kazi. Jembe Simba kwenye mchezo wa jana dhidi ya Gaborone wamekosa mashabiki wao kwenye uwanja Benjamin Mkapa. Pia watu wengine wanaona kama huenda mashabiki wangekuepo kuna kitu kingeongezeka. Lakini mzao kocha aliyekuwa kocha timu taifa Ahmed Morocco, mchezo wake wa kwanza watu jana wameona shati limeloa jasho. Ahmed anaona kweli Simba Sports na national team ni vitu vitu tofauti. Licha kwa mchezo wake wa kwanza akiona Simba ametoa sare. Kwanza tukimtwika huu mzigo Morocco, nafikiri tutakuwa tunataka kwenda kushusha niseme labda sufuria la moto kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Kwa sababu Simba yenyewe kwenye mchezo wenyewe uliopita ambao ndio walikuwa na kocha wao wako naye kwa msimu mzima uliopita, ilikuwa tia maji. Ndio ije kwa huyu kocha wa siku 3 alafu tumtishe mzigo kwamba yeye ndio ilikuwa ni sababu. Mimi kwangu naona sababu ni wachezaji, kwa sababu kama unamzungumzia Morocco, hivi mchezaji anashindwa kukimbia akiwa na kocha mpya? Mchezaji anashindwa kukimbia kwenda kukaba kwa sababu ana kocha mpya? Mchezaji yuko na kipa anashindwa kufunga kwa sababu yuko na kocha mpya? Mimi sioni hiyo sababu kama ni ya msingi. Sababu ya Simba watazunguka na nini, lakini kuna vitu vya msingi vya kuvifanyia. Namba 1 kabisa ni kwa wachezaji wao. Wawaulize tatizo ni nini. Wawaulize kama kweli wachezaji wana shida waseme. Lakini kama hawana shida warudi kwenye uongozi na wao wajitafakari. Huenda kwa wachezaji hawa labda nilikuwa naongea na Mohamed Hussein hapa. Kuna kitu kimoja ambacho tulikuwa tunakijadili kuhusiana na namna wachezaji wa Simba wanavyokuwa na kambi yao. Yes, sio Mohamed Hussein huyu. Maana Mohamed Hussein kwa waandishi maarufu ni huyu. Unazungumzia wale wachezaji, kwa kuzungumzia wale waandishi. Kwamba wachezaji wa Simba inaonekana kama wako free sana. Sasa inawezekana kweli fitness wameitengeneza kule walipokwenda, afu wamekuja hapa watu labda hawakai kambini.
wanatoka wanavyotaka, inawafanya fitness inapotea. Kwa hiyo unakuta inakuwa ngumu kwao kupambana. Lakini hata mimi nitajiuliza kama hiyo itakuwa ni one of the reason, tutasema wachezaji wanawezaje kujua kama wana mechi muhimu ya Champions League alafu wakaenda labda kufanya mambo ya starehe. Sasa sijui, kwa hiyo ni swala kati ya uongozi na wachezaji wao wakae wajaribu kutafakari. Nimefurahi nimemsikia Ahmed Ali, ingawa mbele kidogo ajaribu kutetea inawezekana kazi yake, lakini amesema mbele ya wale mashabiki wa Coco Beach pale kwamba jamani, kweli tumefanyaje, tulizidiwa. Hiyo ndio njia nzuri ya kutaka kurekebisha mambo. Lakini wangeweza kusema tu labda sio sisi muamuzi TFF sijui nani, mambo yanavyokuwa GAUCAF, nafikiri mngeweza msitoke kwenye tatizo. Kwa hiyo kwa sababu hata na wao Simba wanakiri walizidiwa na wameona kwamba wamecheza vibaya, sasa ni nafasi nzuri wao sasa kuanza kulifanyia kazi lile waliloliona. Lakini kiukweli kabisa ilibaki kidogo Simba waliaibisha taifa. Kwa kweli mashabiki mchezo wao muhimu. Mimi sioni. Hii sio mara ya kwanza kucheza bila mashabiki. Unakumbuka mechi moja wameshinda wakiwa wana mashabiki na performance ilikuwa nzuri tu. Ilikuwa performance nzuri tu na walikutana na timu ngumu kabisa. Ubora wa Gaborone ni mzuri, lakini unaweza kulinganisha timu nyingi zilizokuwa kwenye group stages. Kwa hiyo nafikiri wasiweke excuses, kwa sababu mimi sioni tukisema kwamba ulikuwa unashindwa kukimbia. Mfano mmoja tulikuwa tunazungumza kuhusiana na Abraham Morris. Ukimwangalia mtu alikuwa anacheza anautaka mpira. Unajua hata mtu atatani, atakimbia, ataenda kutoa pasi, ataiomba. Lakini wachezaji wa Simba walipokuwa wanacheza utafikiri kule mechi ile ndio walishinda wao 3. Yaani wanapiga pasi watu wakiwa wamesimama, asilimia kubwa wachezaji wamejijengea kama kakijiji hivi, mnasemaga mnajicholea kijumba kile. Wao unapiga pasi, unamrudia mpira, anampa yule, alafu anaanza kutembea. Lakini kingine niwakumbushe, mimi nimewahi kumuongelea Ahoua mara nyingi sana. Na hata nakumbuka ikawa Ahoua kila akifunga watu wanatafuta ile clip ile afu wanaishare kuonyesha kwamba Saleh alisema Ahoua ni mchezaji ambaye hajitumi. Nilisema Lastiboni. Masa mimi niliona kipindi kile kwa sababu amemaliza msimu akiwa Lastiboni, msimu huu at least anaweza akawa sasa amekuwa. Lakini naona ndio Lastiboni kweli kweli amezidi kuwa. Kwa hiyo waambieni ukweli, msitaki kuoneana haya. Ahoua anawaangusha Simba. Na akiendelea hivi basi anastahili kutoanza. Kwa sababu gani? Ni mchezaji utamuona kwenye foul. Ni mchezaji utamuona kwenye penalty. Sawa, ni mchezaji mzuri, mimi nakubali, ni mchezaji ana kipaji. Lakini nimewatolea mfano studio, hata Messi na Ronaldo kwa vipaji walivyonavyo, kama wangekuwa hawajitumi, leo wasingekuwa wamefikia hapa walipo. Kwa sababu mpira unahusiana na swala la kujituma. Ndio maana kunakuwa na mazoezi ya endurance, kwamba unapewa mazoezi, unapata maumivu yale ambao unahisi wewe sasa yamefika mwisho, alafu unang'ang'anizwa kuendelea kufanya mazoezi zaidi ya hapo. Hiyo ndio endurance. Kwa nini unatengeneza endurance? Kwa sababu unatakiwa uwe na nguvu, uweze kukimbia zaidi, uweze kujituma zaidi. Na ndio maana kwenye football hata kama unapokuwa kunachambua, kuna swala la kilomita, si ndio? Kuna swala la kukava area. Yote haya yanatokana na mchezaji ambaye amekuwa na juhudi kubwa, ambaye yuko imara, akajituma. Kwa hiyo hauwezi kuwa unacheza mpira kama unacheza draft. Mpira hauko hivyo. Nilizungumzia kipindi kile, nakumbuka ile mechi ya Simba na Yanga, mechi moja fikiri kwa ya kwanza au ya pili, kidogo akiguswa kaanguka, anakumbatia mpira. Nilizungumzia. Kwa hiyo leo nimeona na watu wengine sema bana, huyu Ahoua tatuua, huyu Ahoua tatuua. Na mimi niliwahi kuambia ukweli ni kama Simba. Na sizungumzia Simba mnyama, uimara wake. Hauhitaji kutetea ukweli wako. You don't need to explain too much about your truth. Just send it, it will protect itself. Kwa hiyo ukweli wao unajilinda wenyewe. Leo wanaorudi kuzungumza nilichokisema mimi miezi 4-5 nyuma ni kwa sababu nilisema ukweli. Kwa hiyo ni nafasi pia kwa mchezaji kama Ahoua pia kubadilika, na wagundue wanachezea klabu kubwa, watu wamewekeza nguvu, mioyo, fedha na kila kitu. Kwa hiyo wanapaswa wanapokuwa wanacheza wasijifikirie wao tu. Mashabiki ambao hawaoni jukwani, katika hali ya kawaida mchezaji, unajua kwa sababu mashabiki wote wanaangalia mechi hii wakiwa majumbani na sehemu nyingine. Kwa hiyo ni lazima nicheze kwa ajili ya klabu yangu, nicheze kwa ajili ya mimi mwenyewe. Sasa kwa anapocheza Ahoua, na majority wa klabu ya Simba wachezaji naanza kuona kama vile wachezaji kwenye timu yao wanaanza kumuiga Ahoua. Kwa hiyo ukifanikiwa kupata Ahoua 5 kwenye timu yako, hamna ushindi. Lembe Simba hapo kwenye upande wa kocha. Hemedi Morocco yeye ni kwa ajili ya kimataifa, Selemani Matola ni kwa ajili ya ligi ya ndani. Anatajwa Miguel Gamondi, anatajwa yule kocha wa Madagascar kuja kuchukua nafasi ya Fad Davis. Unaje ama unawashauri nini Simba? Kwa nini kipindi hiki wasingempa mtu mmoja majukumu yote ili kuhakikisha kwamba anapata krimu nzuri? Kwanza Morocco amemwazima. Matola ni kocha wao. Na reason ya kuja kwa Morocco ni kwa sababu Matola alikuwa na red card. Sasa sijajua uamuzi wa Simba kama wataendelea tena na Morocco mpaka mechi inayofuatia, lakini bado mimi ninaamini pia
mpaka wanakuja kucheza mechi ijayo ya kimataifa. My hope nafikiri watakuwa na kocha mpya. Siamini kama ndio itakuwa ni huyo. Kwa hiyo tumesikia Gamondi, tumesikia yule wa Madagascar. Kwa hiyo mimi na kocha yoyote atakao mleta. Uchebe hapo hapo. Uchebe tena. Uchebe nani? Wanasema wametuma maombi Uchebe. Patrick Usems. Kutuma maombi wametuma wengi. Mimi najua hata nani katuma maombi. Kuna rafiki yangu yule anaitwa nani yule? Logaluski. Zio Midadi. Wametuma maombi. Makocha wengi kwenye klabu kubwa kama Simba inapotokea wanaona inahitaji coach. Makocha wengi sana wanatuma maombi. Hili ni jambo tu la kawaida kutuma. Sasa choice ya Simba sasa hivi inatakiwa ina utulivu sana. Lakini bado hata mimi ingekuwa ni suggestion yangu, ningesema Simba pia wanapaswa kupata kocha bora hasa ambaye ana uwezo kuopt kwa wepesi, au kocha ambaye tayari alishawahi kufundisha Tanzania, kwa maana ya mfano tumchukulie Gamondi. Kama ingekuwa anaweza kutoka Singida akaenda Simba, ingekuwa pia na kwao ni nzuri zaidi, lakini siamini mimi kama Singida wanaweza kumwachia Gamondi sasa hivi. Wana michuano ya kimataifa na wao wameshaanza kuona. Niliongea na Gamondi je. Anasemaje? Niliongea na Gamondi kumuomba interview, akanambia tunataka tuzungumze kuhusu Simba. Nikamwambia ndio, akasema nisubiri mpaka deal itapokuwa complete alafu nimtafute. Basi sasa maana yake itakuwa ni maelewano kati ya Singida na Gamondi mwenyewe. Mbona upande wa pili walimkopaga yule Mirudi Amdi walimchukua. Singida ipo kwenye mashindano, wakarudi njoo huko. Walimchukua kutoka wapi? Singida. Sasa si ndugu. Hata sio wamepewa soa jembe. Hawajapewa, wamemnunua. Ndugu shanga. Hawajapewa, wamemnunua. Hivi unajua amnaga kwenye usajili. Unajuaga thamani ya soa ni shilingi ngapi? Hapana. Unajua mjesi. Ukisikia bei waliomnunua mpaka mimi nasema kwa nini wamemnunua bei. Hiyo tuliache kwa sababu mimi sio msemaji Simba. Kwa hiyo yani kwa kifupi ni hivi kwamba wale walikuwa ndugu wakapeana. Sasa na yeye Ali bana usema naibu njoo Global Mohamed Hussein njoo Jembe Sports, ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo ndugu walipeana, mambo ya ndugu usiyaingilie, si ndio? Kwa hiyo Nabi Gamondi wanaweza kuwa ni kwa sababu wanajua ligi yetu, lakini pia ushindano, wanajua ushindano Simba na Yanga, wanajua Simba wanataka nini, desire ya Simba Yanga to win against Simba, lakini pia Yanga kufanya vizuri kuliko Simba, Simba kufanya vizuri kuliko Yanga. Kwa hiyo haya mambo wanayajua na wataweza kuwatreat wachezaji wao kwenye that way kwamba hatukubali kushindwa na fulani au tunataka kufanya vizuri zaidi ya fulani. Kwa hiyo kwa kocha mwingine akija kama ni mgeni kabisa, anatakiwa kuja kuwa kocha yule ambaye anaweza kuopt hiyo hali kwa mapema sana, kwa sababu unaweza ukaja siku 2-3 ukajikuta umeondoka. Kama nimeona ndugu yangu nani huyu kocha wa Yanga kukutana naye, kwa sababu nitakutana naye na kuzungumza, he is my friend. Yani siwezi kuficha sehemu yoyote, wala sina uoga kwa mtu yoyote yule kusema he is my friend. Toka tukiwa shule, yeye anatokea Tabora, mimi natokea Shinyanga, tunakutana tunaunda timu ya UMISETA ya Magharibi. Kwa hiyo ni ndugu yangu mimi. Kwa hiyo nitamtafuta nijue ni kwa nini, kwa sababu hata mimi vitu vingine nimevisikia juu kwa sababu ya hizo safari, imekuwa ni mfululizo, lakini sasa hivi nimerudi, nafikiri nitakuwepo nyumbani, nitamtafuta, tutazungumza naye. Lakini niseme one of the people wameweka changes kwenye mpira wa Tanzania, challenge kwa kufanya mambo yabadilike, na leo unaona hata Simba na Yanga zinakwenda huku, Kidau atakumbuka kwa hilo. Kwa hiyo kama ameondoka, lakini mimi I wish aendelee kwa kwenye industry ya mpira, kwa sababu ukizungumzia mtu bora, mimi kwa nasema he's a big brain for football of Tanzania. Kwa hiyo tuombe tena wakati mwingine kama atapata nafasi arudi, kama itakuwa ni klabu, kama itakuwa ni taasisi au chochote, lakini iwe inahusiana na mpira. Yani sitamani kumpoteza Kidau kutoka kwenye mpira wa Tanzania, kwa sababu Kidau sio mtu wa kuwa na hofu kwamba atakosa sehemu ya kuajiriwa. Mimi ninaamini kabisa ni mtu ambaye akiamua kuajiriwa akakubali, basi watu wengi sana watakuwa na mhitaji kutokana na uwezo wake mkubwa alionao. Tuzo jembe, msimu umeanza, watu wamepiga pressure, TFF wametoka mbele, wametangaza tuzo ni Disemba, lakini hawajasema tarehe, wamesema tu Disemba mwanzoni. Tunazungumziaje swala hilo la tuzo kuchelewa? Lakini huko anaimba MVP ni Pacome Zouzoua, huko anaimba MVP ni Jean Charles Ahoua. Ulibahatika kwa kwenye kamati za tuzo. Hebu tuweke sawa. Mnaangalia vigezo gani vya kumpata MVP? Namba, performance, mafanikio ya msimu kwa maana ya timu kuchukua mataji na vitu vingine? Actually ni kwenye kamati ya tuzo nilijiuzuru. Nilijiuzuru kwenye kamati ya tuzo kwa sababu nilikuwa nimebanwa na majukumu yangu mengine, nikaamua nijiuzuru. Lakini kwa mimi ninavyojua na vigezo wanavyofanya, kwa ninavyoona Ahoua ndio atakuwa MVP. Kwa vigezo kama utatumia zile tunavyofanya kwenye kamati kwamba amecheza mechi ngapi, amefunga mabao mangapi, performance yake ilikuwaje. Yaani unaona kabisa numbers kwanza huwa zina nafasi kubwa sana. Lakini kuna kujaga na vigezo vingine vile vya msaada ambavyo vinakuja ni kama nyongeza. Lakini tuache watu wa kamati. Lakini naamini mimi ningekuwa kwenye kamati ningepiga
kura kwa Ahoua, ambaye umeona ningepiga kwa sababu namba zinambeba zaidi, lakini mimi hanifurahishi sana. Niliwahi kuambia kuhusu hili nafikiri, na napenda nirudie tu. Nisema mimi ukiniambia kwenye good performance na type ya mchezaji alivyo ukaniwekea Ahoua na Pacome, mimi nitamchagua Pacome. Sasa mimi ndio type yangu, napenda mchezaji acheze namna ile kama ambavyo nimetoka kumzungumzia. Lakini ukirudi kwenye takwimu sasa, Ahoua anampiga Pacome mbali sana. Na kwenye tuzo ndio siku ya mwisho sasa unaweza ukashindwa kuelezea ukasema bana Pacome alikuwa anakimbia kuliko watu wote. Ila ndio umempa tuzo na hii inaleta shida. Kwa hiyo kwenye takwimu unaona kabisa Ahoua ndio anakwenda kuwa MVP. Kwa hiyo tuwavumilie TFF, hawajaje kufanya hivyo siku zote. Nafikiri labda hii muingiliano wa CHAN pia umekuja kuvuruga vitu. Kwa hiyo tuwavumilie waje wafanye hizo tuzo, halafu mengine mambo tutaendelea. Unajua kwa wakati mwingine unabidi uwe flexible. Sio kwa sababu kila siku unapitaga hapo basi, au kwa sababu mkanda wako unafungiaga tundu la pili basi kila siku lazima ufungie tundu la pili. Kuna siku zingine una njaa hujashiba tumbo, hujapiga ubwabu wako ile unafunga zaidi unaenda tundu la 6 kule. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, nafikiri tuweze kuvumilia tu. Jembe Nilishasema. Jembe, tumeona matumizi ya uwanja wa Mkapa. Gharama zimetajwa. Na Jumatano mechi ya ligi kuu ilichezwa kwa Mkapa. Alhamisi mechi ya ligi kuu, tukapumzika Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Kwa hiyo ukiangalia kwa wiki uwanja takriban umetumika mara 4. Inaleta picha gani kuelekea kwenye maandalizi ya AFCON 27 na matumizi ya uwanja wa Mkapa? Tukarudi tena nyuma kule. Mimi ungeniambia ushauri wangu, ule uwanja ungetumika kwenye mechi za kimataifa, ule uwanja ungetumika kwenye mechi kubwa za ligi. Mfano Simba na Singida, Simba na Azam, Yanga na Simba, Yanga na Azam. Mechi zile ambazo zinaleta idadi kubwa ya watu ndio ingetumika, lakini kutoa nafasi ya uwanja ule kupumua kwa maana ya ubora. Sababu kwenye mechi hizi za Simba na Mbeya City, Yanga sio na nani zinaweza kuchezwa kwenye uwanja wa KMC kama hivyo. Yani mechi ambazo zinawezekana kuchezwa fungeni tukaangalia kwenye TV pia hivi tuweze kuulinda ule uwanja, kwa sababu pia tunautegemea kwenye mechi za kimataifa. Kuendelea kuutumia kwenye mechi zote za ligi. Kwanza ukienda kwenye mechi za ligi nyingine hazileti picha nzuri, kwa sababu inakuwa empty stadium, inapoteza hata ile maana ya mashabiki. Ukienda kwenye football ground kama ya KMC kidogo angalau idadi ya watu kama ni chache, lakini pale inaonekana kama wamejaa na wanaweza kupiga zile kelele na kuna ile raha. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, hata kama Simba na Yanga wanaweza kucheza mechi zote pale kwa Mkapa, basi na wao wanaweza wakaangalia wakatokana ile jambo la kufanya vile kwa sifa kuonekana wamecheza kwa Mkapa. Kwa hiyo ni vizuri ukatumika kwenye mechi hizo mimi ambazo nimeshauri. Kizazi cha plastiki kimeshuhudia Yanga kika rekodi ya kumfunga Simba mara 6 mfululizo. Historia haijawahi kupatikana. Kwamba kufunga mara 6 mfululizo haijawahi kupatikana wapi sasa? Yani Yanga alifunga miaka 7 mfululizo, unafikiri alifungwa mara ngapi ndani yake? Watu wanakataa hiyo rekodi yako hiyo. Wanakataa. Alisema hiyo Jembe hiyo rekodi yake ipata wapi ya mara 7? Unaangalia tu. Haijagundulika si juzi ipo. Mimi ngoja mimi nikutafutia afu nije niishare. Ipo ya Yanga kufungwa mara 7 mfululizo. Kwani nyinyi hivi mnaangaliaga wapi? Mnatumia kompyuta gani? CCN kompyuta ndio hiyo au mnatumia nini kwani? Watu wameziona 6 mfululizo. Ni uvivu tu. Ni uvivu wa kutafuta kufuatilia. Na unajua zipo hata kipindi kile tulizishare, si ndio? Baada ya kwa wameleta ubishubishi zilikuwa shared zile. Shida sasa hamtaki kutafuta. Hiyo sio, haijawahi kutokea. Hiyo futa kauli yako, haijawahi kutokea. Lakini turudi kwa Simba. Na wao Simba wanapaswa kuona aibu, kwa sababu ikiendelea namna hii inaua thamani ya dabi ya Kariakoo. Ikiendelea namna hii inaua ladha ya dabi ya Kariakoo. Raha kufungana, kuna sare kidogo na nini, lakini kila siku uko unasema tu kidogo tuwafunge na yenyewe haipendezi. Kwa hiyo huu ni mtihani kwa wao Simba, wanapaswa walimalize hili ili warudishe hadhi ya dabi. Unawaahidi wa Tanzania kwenye pigi yako utapost mkeka. Ngoja nipate muda, kwa sababu najua na nyinyi mnapenda utelezi mno. Yaani nyinyi mmekaa wamegugo sana. Wamegugo. Mna Google nini? Simtafute tu ni kuhesabu tu nyuma hapa una Google nini, hata sio ya kugugo. Yaani hii inawezekana tu. Ngoja mimi nitaitafuta. Nikipata ngapi wangu. Au 90 ngapi? Hiyo sio tena 80. Kwenda kuzungumza 80 ngapi zamani huko bwana. Hii tunakwenda nafikiri 90 ngapi kuingia 2000 tu hapa. Miaka 7 mfululizo. Kuna ajira ziko wazi sasa hivi bwana. Kuna ajira hiyo katibu mkuu TFF, kuna ajira TRA. TRA wanataka nini? Wanamtaka CEO TFF pale, hiyo CEO vipi? Nafasi hizo Jembe. Watu wanatamani kuona kuna nafasi. Hautaniona mimi kwenye uongozi wa mpira. Shida nini Jembe? Kwa sababu umekuwa mzuri kuzungumza. Hauwezi kuniona. Mimi ndio nimeamua niwe nazungumza tu.
Lakini mimi nafanya mfano kama sasa hivi nalima, na kazi yangu pia kujenga, Jembe Builders, ndio nakuwa nafanya hivyo, naendelea na kazi yangu kwa sababu hii ni kazi ya passion. Mimi nilivyo hivyo mpaka nitakufa nitakuwa mwandishi. Yaani Mungu akinipa miaka 5, 10, 20 ya kuishi 30, yani mimi nitabaki mwandishi mpaka nakufa. Na naomba Mungu anisaidie yani mdomo ubaki hivi hivi. Kwa sababu najua saa zingine mdomo unawafurukuta watu kule na mimi ndio ninao tu kila siku hivyo hivyo. Unajua mimi nimefika tu wale mashabiki ukitoga maoni halafu wanatukana. Sasa unajua sasa nikaa nimekaa hivi tunaambia mambo haya watu wangu mbona wako kimya? Hivi nikiwaambia nini hao wataanza kufurukuta tena. Nasema nawaambia. Nikishawaambia tu hao wanafurumuka wanaanza kuongea. Basi wanawamisi kwa sababu ni watu wangu. Na wengi wanasema ovyo kwenye mtandao ukikutana nao, mwanangu long time na picha tunapiga. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kabisa. Kwa hiyo wewe uvumilivu. Ajira mimi bwana hauwezi kuniona. Mimi cha kwanza ni mwajiriwa na nimejiajiri. Kwa hiyo inatosha sana. Unajua mimi nimebakiza si miaka mingapi? Nafikiri nimebakiza miaka kama 4 nafikiri kufikisha 50. Ndio utavaa jezi ya Simba. Taitinga jezi ya timu naipenda Simba Sports. Kama sababu kuna shida gani? Au ya Mwanza. Taitimba. Wewe subiri wewe vuta subra. Ikifika nani hapo Taitinga jezi ya timu Pamba. Napiga hiyo naipenda sasa hivi. Tikisika hivi naangalia na kuonyesha pale. Ya Pamba. Hapo unapiga zile za mbwembwe. Au jezi za kuskani, jezi za kuskani. Wanaskani kwa jezi wanaskani. Hebu Jembe cha mwisho, umesikia issue ya jezi feki na Yanga wametoa jezi nyingine. Ndani ya msimu mmoja wametoa jezi nyingine zikiwa na mdhamini mwingine. GSM hayupo sasa hivi. Wameweka anaitwa Nia. Yanga wana jezi mpya? Yes. Ni zile lakini wamezibadilisha kitambaa, lakini pia wamebadilisha wamebadilisha nini? Kitambaa. Rudia tena, wamebadilisha nini? Kitambaa ndio kimebadilika. Kuna kitambaa sasa hivi cha kung'aa. Kuna mtu mmoja nilisema mimi kwamba nimeona kitambaa cha jezi ya Yanga ni kibaya. Yaani ukikishika na mtu akivaa inakuwa kama inataka kumbana hivi. Yaani unajua mtu kavaa jezi, yani anatembea unaona kama anabanwa hivi. Mtu mmoja kalalamika sana unatuataki sio na nini. Unajua kuna wale watasemaga Yanga yetu afu ana lolote kwenye Yanga. Yeye anakuambia Yanga yetu lakini hafanyi lolote. Unaona bana? Sasa yani yule mtu kitambaa cha jezi. Nikamwambia yule mtu bana. Nikamwambia yule mtu mimi nilichokiona na wewe umechokiona labda ni tofauti. Lakini leo Yanga wamebadilisha nini? Utadilisha mic bwana. Unaona wamebadilisha kitambaa. Kwa hiyo kwa kifupi tukubali kwamba Yanga niliwaambia wamebananga kwenye jezi. Kwa hiyo jezi haijawa nzuri. Na nikataka kuambia Mohamed Hussein kama mkikuwa na nyinyi mtakuwa ndo mambo hiyo. Kuna mkubwa hapo katulia ndio ametoka kuletewa na nini Kwa hiyo kitambaa cha jezi kiko sawa. Kitambaa cha jezi hakikuwa kizuri. Kinang'aa sasa hivi. Sasa hii sijaiona hiyo ya ini, sijui ini mimi sijaiona. Ingia ijia. Yaani ini ni nini? Ini. Kuna sponsor pale anapokaa GSM. Sasa hivi wamemtoa GSM. Imekaa hiyo Nia. Sasa Nia hatujajua ni wapi. Lakini yupo pale ile sema ambayo ilikuwa imekaa Afrika GSM. Haipo sasa hivi. Amewekwa huyo mtu. Amewekwa Nia. Jezi 2 ndani ya msimu mmoja. Nia ni kampuni ya wapi? Ndio Diadola ya Yanga sasa unasemea, si ndio? Sasa lakini GSM hajaweka hapa kama ile J-Root. Yupo GSM kabaki yuko J-Boost. Basi ni jambo zuri sana. Kwa hiyo mimi nafikiri sipendi kuzungumzia kitu sijakiona, lakini wapongeza kama wamebadilisha kitambaa, nafikiri walinisikiliza mimi. Kwa hiyo ni jambo zuri na lenyewe. Neno moja kwa Isambuzi na timu yake, kila msimu wao wanaanza na matatizo. Alafu bahati mbaya wanaanza na Simba Sports. Mechi ya 3 hii. Na wakianza Simba Sports wanakuwa pungufu, hawana watu. Na kocha wamemtimua. Gongole wamemkondesha mbuzi. Muona Kakonda ameukaribia wewe alimzuri yani. Unajua na hapo muona anaenda kuwa kama Dizo. Lakini mimi niseme ukweli namuonea huruma Issa Mbuzi kwa sababu ni kijana wetu. Lakini cha pili mmiliki wa ile timu mimi wasipendi ishuke daraja wala ipoteze. Makao ni Mtanzania. Kwa hiyo mimi natamani kuona vijana wa Kitanzania ambao wamewekeza kwenye mpira wasikate tamaa. Wasije kuona kumbe kwenye mpira kuwekeza huku ni kazi bure tu. Kwa hiyo mimi kwa kweli wanasikitika sana Fountain Gate wakifungwa. Na namuona Mbuzi anapokuja mara wachezaji wao wana dozi sio wana nini. Yaani nimemzigiza Mbuzi. Sasa Mbuzi dozi zinahusiana na nini tena? Kwa hiyo kwa kweli kokote Mbuzi ulipo na kuonea huruma mdogo wangu na kupa pole. Tena wamefungwa tena nikasikitika kweli. Nianza kuangalia mechi moja ilikuwa 1-0. Baadaye tena nikasema hawa watasawazisha mara wamefungwa la pili. Nafikiri tuombe dua. Mimi kina Mbuzi baadaye watarudi kwa sababu tena Mbuzi akaenda kuwa msemaji wa timu ya daraja la kwanza au Makao akishuka daraja itakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo
Lakini ukizungumzia wings wengi walikuwa wanatokea Yanga kwa sababu mpira wa Yanga ilikuwa ni kukimbia. Halafu ukizungumzia ma center forward wengi hatari walikuwa wanatokea Yanga. Na especially watu wanaopiga vichwa. Kina Bedi Msiba, kina nani walikuwa wanatokea Yanga. Sababu Yanga ni chake ilikuwa peleka pembeni, mtu katimka, Runyamila Said Maulidi anayumba kushoto na akiumba akiitia ndani inakutana na Bedi Msiba gum. Inakutana na nani? Mohamed Hussein, Said Mwamba Kizota. Mimi ndio my best player kwenye Premier League. Kwa mimi Said Mwamba Kizota. Unakutana na Kizota akiruka juu kwanza anaganda, afu anaishusha hivi. Imo. Sasa ndio ulikuwa mchezo wa Yanga mbele msagulano. Sasa wao wanaotaka pasi nyingi hizi za Yanga. Labda mambo yao ya ugeni kabadilisha filosofia, kaja na kitu kipya. Yanga Gamondi. Lakini sasa kama achia twende kwao. Labda inataka kurudi kwao. Labda ndio inarudi sasa inaachia kurudi kwao kwa zamani. Kwani kuna ubaya gani? Kwa sababu mimi Forza hakutakiwa kupewa pressure, badala yake kuambiwa kuna kitu anataka kubadilisha. Kwa sababu mtu anayeshinda kwa aggregate ya 5 bila. Alafu mnaanza kusema aondoke sio nini? Kwa nini mnaanza kuwaza na aondoke badala kuanza na abadilishe au abadilike? Nafikiri unapokuwa na mwenzako, awe ni mfanyakazi mwenzako, awe umemwajiri, awe ndugu yako, awe nani yako, anapofanya kosa kwanza anza kuangalia arekebishe kosa. Sio kuanza na kumwambia aondoke. Au mimi bana, mimi tuanzia na mimi na leo mimi na wewe basi tena. Hata unamwambia bana, hiki ulichofanya sio sawa sawa, mimi nataka urekebishe, nataka iwe 1 2 3. Hicho ndio kinachotakiwa. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa Falls bana, kwa maana ya record, hebu turudi kwenye mechi za kirafiki. Kuna mechi alifungwa. Tumetoka pale tumekuja kwenye mechi ya ngao ya jamii. Kabeba. Tumetoka pale kwenye mechi ya ligi. Kashinda. 3. Tumetoka pale tumeenda kwenye Champions League. Kashinda. Sasa huyu mtu unamfukuzaje sasa? Kwa sababu unamfukuza kwa sababu ya pasi. Watu wanafananisha Romain Folz na Charles Ahoua. Ahoua uwezi kumkuta kwenye performance ila kwenye namba the best. Kwa hata Romain Folz kwenye form ya timu watu wamuone, ila kwenye namba zinambeba. Sasa tunataka waone burudani. Huyu Folz timu yake ndio inayoshinda. Si ndio? Lakini Ahoua timu yake tia maji anawatia wenzake pressure. Na pale unajua kuna mtu kama nani South Africa huyu. Maema. Sasa sijui kama performance yake haijawa nzuri. Labda wangeanza kumshindanisha. Aanze kuingia Maema huyu labda inawezekana huwa ni mchezaji wa kutokea benchi anakuwa mzuri. They have to try that kwa sababu kama unampa nafasi kila siku. Kama unakumbuka baada ya kumpiga pressure sana niliona Fadlu alimbadilisha huwa akawa anaingia. Unakumbuka kipindi kile? Na baada ya kuingia huwa akawa anaonekana ni best. So they have tried, maana inaonekana labda huwa akitokea benchi anakuwa mzuri zaidi. Na akianzia ndani labda inakuwa ndio hivyo. Sasa mpaka usubiri penalty ya Anyate afunge break afunge basi. Wajibu uko wapi kwamba Young Africans wanaamini timu yao ni kucheza vizuri, lakini kinachotokea uwanjani sio wanachostahili kukipata. Ajabu iko wapi kumfuta mwalimu kazi? Mfano EPL mtu mechi 2 amefutwa kazi. Tunaona wako wenzetu wanafanya hivyo. Kwa Yanga la ajabu litakuwa wapi hapo? Baada ya kumaliza michezo tuliongea na mjumbe Alex Ngai. Akasema kwa mwenendo wa timu yao inavyoenda watafanya maamuzi. Na story kwamba huenda Romain Folz mechi ya Mbeya City ya kesho ikawa ndo mechi yake ya mwisho kwenye NBC Premier League. Mechi yake ya mwisho kwa sababu yani afanya asipopiga pasi za kutosha au sijaelewa mimi si yao. Sababu timu ibadilika. Hawachezi vizuri kama wao wanavyohitaji. Timu hii mnataka ifanye nini timu? Inacheza vibaya imempa mtu 3, ikacheza vibaya ikampa mtu 2, ikacheza vibaya imepata aggregate ya 5 bila, si ndio? Yaani mfano sasa hivi ukiangalia chukua ile list ya timu za Afrika zote zilizocheza Champions League. Nani ana aggregate ya 5? Yanga. Mimi sijui. Kwa hiyo maana yake tufanye hivi, wale wengine wote wafukuze makocha. Sisi tumekuajiri. Wamesajili wachezaji wazuri. Leo na ucheze vizuri. Nyinyi hamtaki kusema ukweli. Nyinyi kwa sababu wachezaji wenu wale wapya mlikuwa mnawataka hawachezi. Kocha labda kaona bado wanahitaji kutengenezwa, hawajawa bora vile. Sasa mnamwona pale Andambwile mliyemzoea anacheza vizuri, anachezesha timu, anafunga. Mkiziona ile Andambwile hamtaki. Nyinyi mnataka nani? Akwa sijui Dumbia, wasubiri wakae vizuri. Inawezekana mmewasajili level ya ligi ya Tanzania jamani, kila siku nawaambia nyinyi hamtaki. Level yetu sisi ya ligi iko juu. Kwa hiyo mtaweza katoka Ivory Coast hapa ikabidi aje atengenezwe, si ndio? Kwa taratibu. Yaani Yanga sababu ya kumfukuza kocha hawana. Na hata wao kung'ania kusema kwamba Yanga wana mpira mzuri mmeuona siku hizi. Yanga yetu sisi ya miaka yote mpira wetu sisi ndio hivyo. Nimekwambia mbele msangulano. Sasa kama ndio umebadilika mgeni wa hicho kitu ndio decha kwako. Hebu subiri baada ya cheni mambo yenu bana. Anzia na yule mzawa ambaye anafanya vizuri sasa hivi. Ingawa watu kama Azizi bwana naye lakini amefanya vizuri. Unajua kuna wachezaji na ndio Ndambwile namuona atakuja kuwa hivyo. Hata wafanye nini kocha, yani mashabiki hawamfurahii.
Mimi naye mmoja naweza nikakupa mfano, utakubaliana na mimi. Muzamiru Yasin. Huyu ni mchezaji kafanya vizuri muda mrefu sana. Katika wachezaji walikuwa watakao wanaimbwa sasa hivi kwenye records za ligi yetu, za Champions League, za Confederation Cup, ni Muzamiru Yasin. Na hata sasa hivi unaona, simuona Simba wamesajili wachezaji, lakini Muzamiru bado anapata nafasi ya kucheza na anaonyesha kiwango, si ndio? Lakini watu hawamfurahii hivyo. Wao kuna aina ya wachezaji hawafurahiwi sana na watu. Sasa Andambwile ndio vile. Sasa hao wanakuwa ndio wale wachezaji wa makocha. Yaani kocha anakuwa kubali kumwacha kutokana na kile anachokitaka, anamuofa kocha. Lakini mashabiki kwa sababu nataka watu kidogo avunjike, kama ameenda kulia ameukanyaga, ametikisika. Kwa hiyo huyu anakuwa hana hayo mambo. Mnaweza kukaa mumfurahii. Lakini Andambwile msimu huu kwa kweli ameuanza vizuri. Ni kazi kwake sasa ku keep that up. Yaani aende nacho hicho kitu. Kutoka hapa alipoanzia aendeleze, na msimforce, yani msilazimishe atolewe kwenye kikosi kwa sababu anaitwa Andambwile. Nyinyi mwacheni acheze, kocha angalie performance ya wachezaji. Anayekuwa na performance nzuri basi apate nafasi ya kucheza. Akija kocha mpya basi ndio mabadiliko kocha mpya. Akija kocha mpya mimi nakwambia kwa Andambwile alipo kwenye kiwango sasa hivi, hata mpanga naye afu mtakasirika bure. Lakini pia tumeona Bakari amerejea kwenye kiwango chake. Amekuwa na michezo mizuri Bakari Nondo Mwamnyeto. He's a good player. Nimekuwa nikiwaambia siku zote. Kwenye football ni sawa na normal life, si ndio? Kuna upside down, kuna kesho 10, kesho 15, siku nyingine unashuka hadi 2. Haya mambo unapaswa kuyakubali. Mimi nimeona kwa Mwamnyeto baada ya kuwa mambo yake sio mazuri, alikuwa very calm. Na amecheza vizuri. Na ukiangalia kama amecheza vizuri, rudi kwenye namba kama ulivyosema. Inaonekana clean sheet. Hakuna mjadala. Kwa hiyo ni vizuri sasa tukampa heshima yake. Kapteni karudi. Lakini sasa sio kung'ang'aniza tena kapteni atolewe kwa sababu sisi tumeshazoea sura zetu mbili. Tumeshazoea pale anakuaga Dizo, hapa anakuaga Ali. Basi ni lazima tuwacheze hao. Mwacheni kocha. Kocha ndio anawaona wachezaji kuliko sisi wala viongozi. Kocha ndio anashinda, analala na wachezaji. Kocha ndio anakuwa na sababu ya kwa nini huyo aanze. Na kama kocha ameona hawa wanaanza na timu inafanya vizuri plus clean sheet, ingawa mimi najua ndio ikitokea akatoa sare. Morris Abraham jana kana ndio X factor wa Simba kwa sasa. Wakati nyakati ngumu Simba kama wameanza kumwamini na kumtegemea. Kijana mdogo kiwango chake ni kionaje kwenye nje kadhaa kwa nafasi ya kucheza? Unajua kuna grupu moja mimi nilishare siku moja. Muda baada ya Simba kuwa amemsajili Morris. Mimi namtaja Captain Morris, tawaambia kwa nini. Nikasema bana, Simba huyu kijana atawasaidia sana kwa sababu inakosa wachezaji wa aina yake. Kuna mtu mmoja nafikiri kwenye ile group, sio anatokea Mwanza, sio anatokea Mbeya, sijui, kaandika maneno makali sana. Including kusema bana, labda inawezekana wewe ndio wakala wake. Sasa formula mimi ambayo nimejifunza huwa sijitetei. Yaani nimeondoka kwenye maisha ya kujitetea. Wewe utakachoniambia kitu chochote mimi nitanyamaza kwa sababu mimi najua ukweli kuhusu hicho. Sasa mimi sijawahi kuwa wakala wa mchezaji huyo wala nini. Sasa nikasema ngoja tu nijinyamazie. Lakini jana nimeona kwenye group watu wamerudisha kile clip cha nini, screenshot cha kile nilichokuwa nimeandika na maandishi yaliyoandika yule bwana. Wakaanza kubishana tena wao. Morris mimi nimebahatika kuwa naye kwenye timu ya under 17 kwa muda mrefu sana. Yeye akiwa captain, star wa timu akiwa Kevin John. Na michuano mingine tulikwenda ilikuwa migumu sana, simekusahau mwaka, lakini tulienda michuano ifanyika Turkey. Ilikuwa Turkey. Na ile michuano Turkey, superstar wa ile timu ya under 17 ya Turkey alikuwa anaitwa nani yuko Madrid huyo? Adegula. Ndio alikuwa star wa ile timu. Lakini trust me, ile ilivyoisha ile michuano nafikiri tutolewa nusu finali. Kama sijakosea. Lakini Kevin John alikuwa anatakiwa, Morris captain alikuwa anatakiwa, alafu kuna fullback wawili kidogo wamenitoka. Walikuwa wote wanatakiwa. Na walikuwa wanaonekana watakuwa msaada baadaye. Kama ambavyo nimeona Simba wamesajili fullback wa kushoto ambaye alitoka kwenye timu pia. Acha Mligo, kuna bwana mdogo mmoja kushoto, alafu na bwana mdogo mwingine tena center half. Wote hao ni vijana wangu lakini majina wote nimekuwa nao kwenye timu za vijana. Ni wale wachezaji ambao wanakwenda kuwa msaada sana. Moja ya kitu cha Abraham kizuri alichonacho ni mshindani. Abraham anataka kushinda. Abraham ana uwezo wa kuifanya timu iliyolala ikaamka. Kwa maana ya kwamba ni is a good driver, kwa sababu anaweza kachukua mpira hapa watu wawili watatu wanne akapita anaenda. Sio muoga, ana uwezo wa kupiga sana, lakini Abraham sio mvivu. Nakwambia mshindani kwa sababu Morris anataka aende akatoe pasi kule ikikabwa, utaona ndio kati ya mtu wa kwanza anarudi mbio kukipa. Yaani hiyo sio kwa sababu anacheza Simba, ndio nature ya uchezaji wake. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye kama Simba watampa nafasi zaidi na zaidi,
confidence yake ikaongezeka, mimi nakuamia atawasaidia sana. Na tukiondoka kwenye ile mentality yenu ile, hamtaki acheze Andambwile, mtaka acheze Dumbia, hamtaki acheze Morris, mnataka acheze si Maema au nani, itakuwa ni shida sana. Tuamini hivi, hata hao wachezaji kutoka nje wanapaswa na wao kushindania namba. Yaani wachezaji wa nje wasije kucheza kwa sababu wametoka nje, basi ni lazima wapate namba. Kama kuna mzawa ni bora zaidi ya wachezaji wa nje, kama ambavyo tumeona mfano Yanga kwenye double center half pale. Unaona kabisa mara zote hata ukimtoa inabidi lakini ulikuwa unaona Simba kipindi kile kwenye fullbacks na ilikuwa na Kapombe, ilikuwa hamna mjadala na hauna ujanja. Kipindi kile yuko Manula kabla hajatoka, ilikuwa ni hakuna ujanja. Kwa hiyo kama wageni hawajawazidi viwango wazawa, basi wazawa wacheze, msianze kung'ang'aniza kwa sababu nyinyi mnataka jina ukitaka kulianzia paka uende chini utuke Dumbia. Kwa sababu hii Andambwile mnakuwa unaona haifai, au kwa sababu huyu ni Morris unataka acheze sijui haifai. Tuache watu washindanie namba na wacheze kwa msaada wa timu. Jembe, moja story ambayo ilishtua sana na ila upande mmoja walifurahia ni Wilfred Kidau kujiuzuru. Young Africans wamefurahia kwa sababu ni moja kitu ambacho ilikuwa ni tamanio lao na ombi lao kwenye ile kile kipindi tunacheza tucheze, kwamba bwana atumtaki CEO wala atumtaki katibu, na tunataka ligi iwe huru jitegemee. Sasa hivi tunavyozungumza kila kitu alichokitaka Young Africans kimeenda sawa. Wanajipongeza kuona kwamba matakwa yao yamefanywa kazi. Wilfred Kidau hayupo tena kwenye nafasi yake. Wamejipongeza. Wamefanyaje? Sio wamefurahi. Wamesema wamefurahi. Hivi Jembe kabla tujenda mbali. Wamesema wamefurahi kwanza. Mkataba wake umeisha kwanza, hajajiuzuru. Mkataba wake umeisha. Ngoja kwanza, wamesema wamefurahi. Mimi sijajua. Wamefurahi. Sijajua kama wamefurahi, lakini kama wamefurahi ujiulize na kwa nini wamefurahi. Kwa sababu kwa mtu yoyote wa mpira alipaswa asikitike sana kupoteza katibu wa type ya Kidau. The guy is a bulldozer. The guy ni mtu mwenye msimamo asiyeyumba. Kwenye sisi kwa nature ya siasa za Simba na Yanga tulikuwa tunahitaji kuwa na katibu kama yeye, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ukiangalia kwa kipindi chake kama katibu mkuu, turning ya mpira wa Tanzania imekuwa ni kubwa sana. Ni mtu pekee mchawi tena sugu